Kwa hivyo nimetoka SDA kwa haki. Nataka nikuonyeshe kwa nini niliacha. Kwa nini nilitoka SDA? Na hata nikafukuzwa na Nyangumi, siwezi kukimbilia SDA. Vile siwezi kukimbilia Katoliki, siwezi kukimbilia SDA, kwa sababu SDA na Katoliki hakuna tofauti. Usimdanganye watu ati ya kwamba kuna tofauti ya SDA ya leo na Katoliki. Msidanganya watu. Hebu niwape kisa kidogo, alafu ninapoanza niwape kisa kidogo kuhusu habari zangu kuachana na mfumo wa SDA. Kuna mtu ambaye, kuna pastor fulani alikuwa ni mzee ambaye alikuwa ni rafiki yangu. Huyo alihusika sana mimi kuniweka mashaka kwenye akili. Na ningetamani sana kama anaweza kuona video hii. Sitamtaja kwa jina, jina lake nitalibana. Naweza taka sana huyu mchungaji agesikia video hii, ajue ni kitu gani alichoanzisha kwenye akili yangu. Wakati aliponiambia ya kwamba fundisho la utatu limeingizwa kwa SDA na majesusi kutoka Vatican, ndipo mimi nikaanza kujua kumbe iko shida, na nikaanza kufanya utafiti. Baadaye nikapatana na msichana ama mwanamke fulani ambaye tulijadili na yeye kwa muda wa miezi kadhaa. Alikuwa anaitwa Neema kutoka Tanzania. Ndipo wakanitoa kabisa kabisa kwenye mfumo wa SDA. Na vile tunapoongea sasa hivi, tunaongea kwamba mimi siko katika mfumo wa SDA kwa sababu ya hii kanuni. Na wa SDA naomba tukubaliane, kuna watu wengi ambao mmewafuta ushirika kwa sababu hawajaamini kanuni hii. Kuna watu wengi ambao wamefutwa ushirika kwa sababu wako kinyume na kanuni hii. Sasa mimi niwaulize, kanuni ilifikaje kusimama kinyume na Biblia? Ya kwamba leo kanisa la Mungu ni lile ambalo linalofuata Biblia. Kanisa la Mungu ni lile ambalo linafuata Biblia. Hizi kanisa za kanuni hizi ni makanisa ya uongo hii. SDA, nyinyi mnaotumia hii kanuni, kanisa lenu ni la uongo. Hamuna tofauti na wale wanaotumia catechism hii. Hii catechism ya Katoliki hii ndio adui wa Katoliki. Adui wa Katoliki si Biblia. Na ndio naona sasa hivi ninawaambia kwamba Katoliki wako na Biblia yao. Unaona hii ambayo niko nayo hii? Inaitwa Bible ya nini? Hii ni Catholic Youth Bible. Hii ni Catholic Youth Bible. Shida ambayo iko hapa sio aya ambazo ziko ndani. Ni maelezo yaliyowekwa ndani ya hii Biblia. Hiyo ndio matatizo. Kwa sababu wameweka Biblia hii wakaweka maelezo ya Katoliki. Maelezo ya Katoliki ndio yamewekwa hapa. Hii ndio shida. Alafu tukija hapa tunapata ingine hapa inaitwa Elder Bible. Hii Elder Bible ni Biblia ya SDA. Hii Biblia ya SDA shida yake sio aya ambazo ziko ndani. Shida ya hii ni kuwa maelezo walioweka ndani ni maelezo ya kanisa la SDA. Sasa nataka nikuonyeshe ya kwamba maelezo yaliyo katika kanuni hii ndio yameigizwa kwenye hii Biblia ya SDA. Maelezo yaliyo katika catechism hii ndio yamewekwa kwenye Biblia ya Katoliki. Kwa hivyo Katoliki hawafuati Biblia, wanafuata kanuni yao. SDA hawafuati Biblia, wanafuata kanuni yao. Na ndio mimi nikaamua kutoka ndani ya SDA, na ninawaomba wale watu ambao mko katika SDA mutoke kabla dunia haijafika mwisho, maana mtakuwa kuni za jehanamu. Mtakuwa kuni za motoni, kwa sababu SDA ni chombo ambacho shetani anakitumia leo.
Katoliki ni chombo ambacho shetani anakitumia leo, na ninaomba nidhibitishe wewe, ile kitu utafanya ni ukae mtulifu na uwe na subira, kwa sababu nitakupa nafasi. Kama uko na swali utaniuliza. Si ati ya kwamba naongea tu alafu nawaacha. Mimi naongea alafu nitawaambia mniprove wrong. Kile ambacho nitasema naomba kuproviwa wrong. Mko na wachungaji, wapigieni simu waje katika live hii. Mko na watu ambao ni wasomi, waleteni katika video hii waniprove wrong. Lakini naomba tuweke sheria, kwa sababu Biblia iko na sheria yake ya kwamba hakuna mwanadamu anatakikana kuitafsiri. Biblia inajitafsiri yenyewe. Kwa hivyo hatuhitaji mtu wa kututafsiria Biblia. Nani ambaye hapa hajui Kiingereza ama hajui Kiswahili? Tunahitaji kuchukua Biblia tafsiri mbalimbali kwa ajili ya kutafuta ukweli ambao unafaa kutuokoa. Si ati ya kwamba tutegemee kanisa linasema. Kanisa linasema au Mungu anasema. Tunataka tuogelee Mungu anasemaje, sio kanisa linasema nini. Wa-SDA wengi wanaogopa kanisa lao, hawaogopi Mungu. Hawafuati Biblia, wanafuata kanuni. Na kwa sababu ya kufuata kanuni, ninawatangazia leo Waadventista wa Sabato ambao mnanisikiliza leo, na watangazia ya kwamba mshapotezwa na kanuni. Karibu Gospel Common Channel. Kwa hivyo nimetoka SDA kwa haki. Nataka nikuonyeshe kwa nini niliacha. Kwa nini nilitoka SDA. Na hata nikafukuzwa na Nyangumi. Siwezi kukibiria SDA. Vile siwezi kukibiria Katoliki, siwezi kukibiria SDA. Kwa sababu SDA na Katoliki hakuna tofauti. Usimdanganya watu ati ya kwamba kuna tofauti ya SDA ya leo na Katoliki. Msidanganya watu. SDA ya leo na Katoliki ni kanisa moja. Tofauti yao ni kuwa jina lao. Hawa wanaitwa SDA na hawa wanaitwa Katoliki. Hiyo ndio tofauti yao. Lakini ni kanisa moja. SDA for now is Catholic. Katoliki ambayo inaongozwa kutoka Vatican. Kuna Katoliki ingine inaongozwa kutoka General Conference. Alafu unatoa zaka zako, unaenda kutuma huko, wakati unaenda kutuma zaka zako kwa Katoliki. Lakini kwa sababu nyinyi ni kanyanga twende, hamuchunguzi, hamusomi, mnagojea musomewe na elda, mnagojea musomewe na wachungaji, mtapotea na mtaingia katika shimo hii moja. Wayahudi walikuwa wamechaguliwa na Mungu, walikuwa ni watu wa Mungu, na Mungu aliwaacha. Mungu alituma kwao manabii, wakaua, wakapiga kwa mawe. Mnafikiria SDA sisi tunaowaambia makosa yenu mtatukubatia? Hamwezi kutukubatia, mtatuua. Na kutuua si lazima mtupige panga, si lazima mtupige risasi, mtatuchukia. Na kwa kutuchukia tayari mmetuua, kwa sababu hamtaki kweli. Kwa hivyo kama vile Stefano alipopigwa mawe na Wayahudi ambao hawakutaka kweli, ndivyo watumishi wa kweli watapigwa mawe na wa-SDA hawa badia. Wa-SDA ambao ni badia. Na ndio maana nikatoka SDA na ninarudia tena. Hata nikafukuzwa na Nyangumi, siwezi kukibiria SDA kwa sababu siwezi kuwa salama. Siwezi kuwa salama. Naomba tuanze pamoja na nyinyi. Naomba tuanze pamoja na nyinyi. Tuombe. Baba mwema, katika jina la Yesu, tunakushukuru. Asante kwa asubuhi hii. Ninapoenda kutoa somo hili kwa ajili ya Waadventista wa Sabato, niongoze. Wale watakaokuja kwa ajili ya maswali na hoja mbalimbali, tuongoze, tuwafikiane katika ukweli mmoja. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Mimi kitu ya kwanza, imefikia mahali ninaogopa Wakristo. Kiasi ya kwamba hata mtu akanialika kwake siwezi nikakula. Kwa sababu wamekuwa wakali sana kwangu. Na kile ambacho wanakuwa wakali hawajaweza kukijibu kwangu. Hawajaweza kukitolea hoja kwangu. Badala yake wanatumia kejeli kunitukana na kunikejeli tu, lakini hawajaweza kujibu kile ambacho nina hoja. Ninaomba nianze kitabu kinaitwa Zaburi. Naomba nianze Zaburi. Sitachukua muda mrefu, nitaenda kwa muda mfupi, alafu nitakupa nafasi
wale wako na maswali waniulize. Niko tayari kuulizwa maswali. Niko tayari kudhibiti, yani niko tayari mtu adhibitishe nimedanganya. Kwa hivyo ninaona hapa tuko watu 433. Watu 433 hao ni watu wengi sana. Iwezekani ya kwamba mimi ndio ninajua sana kuliko hawa watu 433. Sasa hivi tuko 1400, tuko watu hapa 452. Kwa hivyo haiwezekani mimi nikawa mimi ndio mjuaji kuliko hawa watu wanaonisikiliza hapa. Lakini kama mimi nitainua Biblia hii na wewe uinue Biblia hii, tuache maelezo, tunatoka hapa kama tumeelewana. Lakini kama wewe utakuja kutuinulia catechism pamoja na hii fundamental belief ya SDA hii, utakuwa wewe hatutaelewana mpaka siku ya kiyama, kwa sababu hizi vitabu ziko kinyume kabisa na Biblia. Na ndio nikakwambia kuna SDA mara mbili. Kuna SDA iliyo chini ya kanuni na kuna SDA iliyo chini ya Biblia. Wanaongozwa na Biblia, wengine wanaongozwa na kanuni. Kwa hivyo ziko SDA mara mbili. Ndio nikasema I am Adventist. Mimi ni Muadventista msabato wa imani ya Biblia. Na niko tofauti na Waadventista wa sabato wa kanuni. Kanuni nitaiprove iko kinyume na Biblia, nitaiprove. Nitaprove ya kwamba kanuni hii ni kinyume na Biblia. Hii haina tofauti na Korani. Hii haina tofauti na Korani hii. Kanuni ya SDA na Korani ni kitu moja tu. Kanuni ya SDA na catechism ni kitu moja tu. Sasa ninaomba tusome kitabu cha Zaburi. Zaburi 11 mstari wake ni 3. Inasema hivi: kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Hiyo ndio fungu la kuongoza mkutano wetu, ya kwamba mwenye haki wakati misingi imeharibika atafanya nini? Unaendelea kukaa kwa nyumba ambaye msingi wake umeharibika, unangojea hiyo nyumba iaguke ndio ukufie ndani? Mwenye haki huondoka. Hiyo ndio jibu. Huwezi kukaa katika nyumba ambaye misingi imeharibika. Utakaaje? Lazima mwenye haki ataondoka. Kwa hivyo swali ambalo limeulizwa hapa ya kwamba misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Jawabu ni kwamba mwenye haki hawezi kukaa katika nyumba ambaye misingi yake imeharibika. Tunaenda kitabu cha Ezekieli. Ezekieli. Watu wengine nasema Dasha, ungekaa tu hapo. Hakuna kanisa ingine, ni hapo tu. Ni kwa sababu wewe ushafuruga akili. Washakufuruga akili, ndio maana unasema ya kwamba mtu hawezi kutoka hapo. Wewe kaa hapo upotee. Mimi nishatoka niokoe nafsi yangu. Soma hapa. Ezekieli 12 mstari wake ni wa 1. Inasema hivi: neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, wewe unakaa kati ya nyumba iliyoasi, watu ambao wana macho ya kuona ila hawaoni, wana masikio ya kusikia ila hawasikii, kwa maana ni nyumba iliyoasi. Basi mwanadamu, funga tayari vyombo kwa uhamisho, ukahame wakati wa mchana mbele ya macho yao, nawe utahama toka mahali pako hapa mpaka mahali pengine mbele ya macho yao, labda watafahamu, wajapokuwa ni nyumba iliyoasi. Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba kuna kuhama. Wale wanasema ya kwamba hakuna kuhama ni uongo. Kuna kuhama. Wakati nyumba imeasi, basi kuna kuhama. Sasa SDA wameasi ukweli. SDA chini ya mfumo wameasi ukweli wa Biblia. Wamemuasi Mungu wa Biblia. Na kwa sababu wameasi Mungu wa Biblia, wenye haki ambaye wako ndani ya SDA lazima wataondoka. Lazima watafunga virago vyao na kuondoka. Sasa ninaomba nikueleze kitu. Kanisa la SDA
wakati ambapo linapowekewa misingi yake, limewekewa misingi yake wakati watu wametoka katika makanisa ya Kiprotestanti. Kwa hivyo makanisa ya Kiprotestanti walikuwa na imani zao, walikuwa na miungu yao. Waadventista wa Sabato wakati wanapoweka misingi yao, waliweka imani zao wanazoziamini, zinaitwa principles. Our principles. Lazima mtu awe ana principle. Hata mwanamke ukikosa kuwa una principle zako, utazaa mpaka utengeneze roundabout kwa nyumba, ili watoto wasigogane wakizunguka, kwa sababu hauna principle. Ukitaka kuwa na principle, una msimamo. Misimamo yetu ni hii, our principle ni hii. Na hiyo ndio ilionyesha tofauti sana ya Waadventista wa Sabato na makanisa ya Jumapili, principles zao. Kwa sababu hawa akina Ellen G. White na mapioneers wote walikuwa na makanisa waliotoka. Kwa hivyo walipokuja ndani ya imani ambayo ilikuwa na 7th day, ilikuwa na siku ya 7, ndipo wakaweka principles zao zilizowatofautisha na makanisa mengine. Sasa ningeomba nisome quotation ambayo wa SDA mtakubaliana nayo. Muniambie sasa ni nini ambacho kinaweza kufanya mimi nikae hapo, nikae hapo mahali ambapo dini ishabadilishwa. Mshabadilishiwa dini, mukabaki hamuna kanisa, nyinyi ni Wakatholiki. Sasa naomba niweze kukusomea quotation. Nataka niweze kukusomea quotation. Quotation ambayo nataka nikusomee ni quotation ambayo mnafaa kukubali. Hakuna mtu ambaye anatakikana kukataa quotation hii. Anasema hivi: wewe kama ni MSDA, kama wewe ni Mwadventista Msabato, naomba uandike kitabu kinaitwa Selected Message Book 1. Selected Message Book 1, page 204. Inasema hivi: the principles of truth that God in his wisdom has given to the remnant church would be discarded. Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. Kwa hivyo Wasabato washapewa tahadhari mapema ya kwamba wakati fundamental principles zitakuwa zimebadilishwa, dini yao itabadilishwa. Our religion would be changed. Yani ya kwamba wakati fundamental principles zitakuwa zimebadilishwa, zitakuwa zimekataliwa, basi dini ya Wasabato itakuwa imebadilishwa. Kwa hivyo a question mark. Fundamental principles zimebadilishwa. Na fundamental principles walikuwa wanaamini nini? Naomba nikusomee. Katika fundamental principles ambazo Waadventista wa Sabato waliamini hivi: that there is one God, a personal spiritual being. Kwa hivyo Wasabato waliamini ya kwamba kuna Mungu mmoja, nafsi moja ya kiroho. Anasema there is one God, a personal spiritual being, a personal spiritual being. Alafu waliamini hivi, nataka nikupe imani ya YSDA, original Adventist belief. Adventist belief waliamini hivi, kuna Mungu moja, a personal spiritual being. Alafu waliamini hivi, msingi wao wa pili, waliamini that there is one Lord Jesus Christ, the Son of eternal Father,
na kuomba uende utafute kama we ni mu-SDA unayetaka ukweli. Naomba hata kama ni simu uko naye, search the fundamental principles of Seventh Day Adventist Church. Waliamini ya kwamba there is one God, Father, Son and the Holy Spirit. Waliamini ya kwamba there is one God, there is one Lord, Jesus Christ, the Son of the Eternal Father. Ukisoma hapa katika mstari wa kwanza inasema that there is one God, a personal spiritual being. Sasa wakati wamekuja na fundamental belief. Sasa fundamental belief wakaja wakabadilisha fundamental principles. Fundamental principles that there is one God, a personal spiritual being. That there is one Lord, Jesus Christ, the Son of Eternal Father. Wakaja wakabadilisha wakaweka that there is one God, Father, Son and the Holy Spirit. Alafu wakaweka that there is one God, Father, Son and the Holy Spirit. Wakagawa God the Father, God the Son na God the Holy Spirit. Sasa ninaomba, maana kizaazaa kinaanza saa hii. Usikibie. Tulia hapo, maana hapa ndipo tunataka kuanza kizaazaa. Siendi sana, nishakuambia. Niko na mambo mengi ambayo nitasema, lakini nitayasema wakati maswali yatakuja. Mimi nataka nakuwekea tu ground, lakini sitaongea sana. Sasa naomba nikusomee kitu moja ambaye itatusaidia katika mada yetu. Na mu-SDA kija hapa ukipanda si bla bla. Si bla bla. Hapa itakuwa ni ukisema ngwe soma. Ukisema ngwe soma. Maelezo upeleke kwa kanisa yenu. Hapa hatutaki maelezo. Tunataka vitabu vijieleze. Biblia na roho ya unabii. Elewa hiyo. Sasa ninaenda kumaliza nikupe nafasi. Nikuonyeshe kwa nini nikatoka kwenye kanisa la SDA. Inasema hivi. Kuna kitabu ambacho kinaitwa The Early Year. The Early Year ya 1827 mpaka 1862 volume 1 page 453 paragraph 2 inasema hivi. Hatua ya kwanza ya uasi ni kuweka kanuni ya imani inayotuambia ni nini cha kuamini. Hatua ya pili ni kuifanya kanuni hiyo kuwa kipimo cha ushirika. Ya tatu ni kuwajaribu washiriki kwa kanuni hiyo. Ya nne, kuwakemea kama wazushi wale wasioamini kanuni hiyo ya imani. Na ya tano, kuanzisha mateso dhidi yao. Leo SDA wanapima ushirika na kanuni, hawapimi ushirika na Biblia. Mungu wa Biblia ni tofauti na Mungu wa hii kanuni. Huyu Mungu wa kanuni ni Mungu wa Babeli, na huyu ndiye Mungu wa Biblia aliyeumba mbingu na nchi. Kwa hivyo ninaomba kama unataka kuniuliza swali, anza kuuliza na kurequest kupanda. Alafu tunaanza. Kama wewe ni Mwadventista wa Sabato tutaongea. Tunaanza na huyu Henry. Nitakupigia brother. Nitakupigia. Haya, Henry. Henry. Yes, habari ya asubuhi mwalimu. Salama sana. Wewe ni Mwadventista Msabato? Mimi kusema kweli mimi si Mwadventisti, ingawaje swali niliokuwa nalo ni la kimsingi kama utaniruhusu. Watu wengine sijui wanasikilizaga na nini. Mimi nataka Waadventista wa Sabato. Hiyo swali yako ya msingi utauliza wakati mwingine. Haya. Nataka wa SDA, Waadventista wa Sabato ndio nataka hapa. Wa SDA ndio nataka hapa. Kavunja. Wa SDA, naomba mtafute wachungaji, muwalete hapa.
Nataka wa SDA hapa. Wa SDA tunawahitaji hapa. Kanisa mshabadilishiwa. Madam Ruth. Madam Ruth. Habari ya asubuhi. Ruth. Ruth, habari yako? Ni David. Habari yako David? Simuita watu wa kuwasaidia. Benja. Simutafuta watu watakao wasaidia. Kwani hao watu mnawalipa na zaka za nini? Kama hawawezi kuja kuitetea imani, ni wa nini sasa? Huyu enda lina simu wa SDA unapatikana hapa. Mimi nadhani ya kwamba nyote ambaye mumefuatilia live hii mumejionea ya kwamba kile ambacho nimekisema hakuna MSDA amekisema ni cha uongo. Sio? Yes, Pastor Ndacha. Habari yako? Nzuri sana. Mimi ni MSDA. Wewe ni MSDA? Mimi ni MSDA. Ulinihubiria around 5 years ago pale Ngara, nikaokoka, nikakuwa MSDA. So sasa wewe ndio uliniokoa kutoka Sunday nikaingia Saturday. Sasa hii sijui sasa nitaenda wapi? Kama umetoka SDA, mimi niende wapi? Umenisikiza kile ambacho nimefundisha? Nimefundisha kwamba hapa kuna kitabu kinaitwa Fundamental Belief. Hii ni SDA ya kanuni. Okay. Na kuna SDA wanaofuata Biblia. Sasa mimi nimetoka kwenye SDA inayoongozwa na kanuni, niko kwa SDA inayoongozwa na Biblia. So nibaki SDA, nisihame SDA. Uhami SDA, unahama SDA ya kanuni. Okay. SDA ya kanuni ni ile inaongozwa na ofisi inaitwa General Conference. Okay. Mungu ambaye wanamwabudu ako kwa hii kanuni, lakini kwa Biblia hapatikani. Naomba nikusomee Mungu wa kanuni na Mungu wa Biblia uone tofauti iko wapi. Sawa. Huyu Mungu wa kanuni wanasema ni mmoja, wanasema there is one God, wanasema ni mmoja. Alafu wanasema huyo Mungu mmoja anaitwa Baba, Mwana na Roho. Okay. Haya, Mungu wa Biblia ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8 mstari wake ni wa 6. Wakorintho wa kwanza 8 mstari wake ni wa 6 inasema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Sasa nikuulize bwana CEO, ukiambiwa Mungu ni mmoja, Baba, Mwana na Roho, na mwingine akwambie Mungu mmoja ni Baba ambaye vitu vyote vimetoka kwake, huyu ni Mungu mmoja ama ni Mungu wawili tofauti? Hiyo ni description ya watu wawili tofauti.
Sasa ndio nikasema yule ambaye tunakimbia ni huyu anayehubiriwa na hii catechism, anahubiriwa na hii kanuni. Tunarudi kwa Mungu wetu wa Biblia. Mungu wetu wa Biblia anajieleza ni Baba. Sasa huyo Mungu ambaye ni Baba ako na mwanawe. Huyo mwanawe anaitwa Yesu. Huyo Mungu mmoja ambaye ni Baba ako na Roho Mtakatifu anayetupea sisi. Unaona eh? Okay. Lakini sasa leo wa SDA wako na Mungu Baba, wako na Mungu Mwana na wako na Mungu Roho. Unaona? Okay. Kwa hivyo leo SDA wako na Mungu watatu, wanaosema hao Mungu watatu ndio Mungu moja. Lakini Biblia iko na Mungu mmoja aliye na mwanawe na anatupa Roho wake. Unaona tofauti? Sasa hawa wako na Mungu watatu. Hao ndio anti-Trinitarian ama hao ndio Trinitarians? Hao ndio Trinitarians ama hao ndio anti-Trinitarians? Hao ndio kuna Trinitarians wenye wanaamini. Trinitarians ndio wako na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Unaona eh? Sasa hawa wa Sabato naomba hivi. Unaona hapa niko na catechism. Niko hapa na catechism kubwa hii. Unaona hii? Naiona. Hii ni catechism ya Kanisa Katoliki. Okay. Catechism ya hii Kanisa Katoliki wanasema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Alafu hii kanuni ya SDA nayo inasema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Okay. Na Biblia inasema Mungu mmoja ni Baba. Kwa hivyo hawa wa SDA na Katoliki wana Mungu mmoja ambaye si wa Biblia. Okay. Kwa hivyo tunafaa kuwatangaza wa SDA wa hii kanuni na hawa wa Katoliki. Hawa ni Wakristo wa uongo hawa. Okay. Unaona eh? Wakristo wa kweli wanafuata Biblia. Umenielewa? Nimekupata. Uko na swali kutoka hapo? Niko na swali kwa sababu mimi nimelelewa kwa dini ya Wakristo wanaitwa Pentecostals. Au walinilea, nimegrow as a Christian, naenda kanisa Sunday mpaka ile siku ulikuja Ngara. Unaona? Ndio. So mimi nimekaa nikijua nikiamini on the Mungu mmoja ambaye ako na mwanawe Yesu Kristo na ako na Roho Mtakatifu mwenye alituachia. Sasa kwa mfano sahihi ukijaribu kugawa Wakristo wa Biblia, wa Jumapili, achana na Wakatoliki, sasa hawa Pentecostals wao wanaenda na wanaamini nani huyo na muziki. Wewe funga bwana, ndugu yangu funga. Endelea. So sasa so nilikuwa nauliza hawa Pentecostals imani yao kwa Trinity ama kwa Mungu ni gani? Wanaamini Mungu mmoja ambaye ako na mwana na ako na Roho mwenye alituachia, ama wanaamini Mungu watatu kama wa SDA? Wanaamini kama wa SDA na Wakatoliki. Kuna kitu ambayo inaitwa WCC. Hawa ni akina nani tena? Hawa ni nani? Sasa hawa wametoka wapi bwana? Simuondoke. Nitawatoaje? Wanakuonyesha mambo. Tokeni bwana. Tokeni fanyeni hapo. Tokeni. Wametoka wapi? Haya.
Kata hiyo request yako. Wewe ni bwana. Nimejaribu kuwatoa hawatoki. Wamekuja wamehaki yetu. Sasa tunawafuata wao. Haya. Wewe Gili the follow. Tutawatoaje sasa? Nitawatolea wapi hawa watu? Unajua najaribu kuwatoa watoki. Hawa wamekuja kutuharibia. Ama wameenda lakini wameweza bana. Hao bwana, hata kama ni wako mahali naweza nataka kuwajua hawa watu. We sio bwana. Tumevamiwa na watu sijui ni akina nani hao. Sasa ulikuwa unanieleza. Nilikuwa nakueleza. Hao wanarukiaga tu ma live. Sasa ufai ku accept. Nilikuwa nakueleza wanaamini ya kwa siwezi ku accept bwana. Mimi nilikuwa nafikiri mtu anataka kuingia nikagusa. Kumbe wameingia. Sasa kwanza sasa kuna kitu inaitwa WCC. Yaani inaitwa Ecumenism, umoja wa makanisa duniani. Umoja wa makanisa duniani unaamini katika Triune God, Mungu mmoja wa utatu. Sasa huyo Mungu mmoja wa utatu, huyo ndiye anaunganisha makanisa yote yanayokubalika duniani. Kwa hivyo hata wa Protestanti, wa Rokore, wa SDA, wa Katoliki wanamwabudu Mungu mmoja huyo wa utatu. Umeelewa? Sasa sinamaanisha sasa nimekupata sasa. Sasa sinamaanisha ni a small percentage ndio wanaabudu Mungu wa Biblia. Percent kidogo sana. Kuna kakundi kadogo ambapo kanasimamia ukweli. Lakini kundi kubwa ya Wakristo wameshatolewa kwa Mungu wa ukweli na wameshaigizwa katika Mungu wa uongo, kama vile ilivyokuwa wakati wa Elia. Wakati wa Elia, Wayahudi wa Israeli walikuwa wameenda kwa miungu ya uongo. Mpaka Mungu akamtuma Elia ndio wapande katika mlima wa Karmeli ili Mungu wa kweli ajulikane ni nani anafaa kuabudiwa. Sasa huyu Mungu wa utatu anafananishwa na Baali wa sasa. Ndiye ameunganisha manabii wote wa uongo. Kanisa lolote liko na utatu ni manabii wa uongo hao. Kweli. Umeelewa Sasa nimekupata. Haya, sasa wacha niwapadishe wengine nao tuwasikie. Nataka wa SDA ambao wanaweza kuwa wako na kitu ya kusema tuwasikie. Habari. Salama sana Kevin. Wema. Asante, nashukuru nimekusikia hapo. Unaendeleaje? Mungu ni mwema. Habari za kwako? Kwangu kuko salama, nashukuru Mungu. Nitakupigia pasta. Niko poa kabisa. Sasa niambie. Naam. Umesikia mada yangu? Mimi nimekusikia hapo. SDA wamemwacha Mungu wa Biblia na kuabudu Mungu wa kanuni. Sio kweli? Sio kweli. Una andiko gani nalohusika na hilo? Naomba nisome kanuni na nisome Mungu wa Biblia na wa kanuni, sawa Haya, soma. Sasa Mungu wa kanuni tunasoma kanuni ya SDA ukurasa wa 23. Sawa. Kanuni ya kanisa au kanuni gani ipi mmoja wapo? Kwani wewe ni wa SDA na hujui kanuni? Naifahamu, ndio maana kuuliza kanuni ya kanisa, kwa sababu kuna kanuni nyingi, kuna kanuni za kichungaji. Mimi naongelea kanuni ya SDA. Haya, sasa twende.
Naongelea kanuni ya Waadventista wa Sabato ukurasa wa 23. Soma. Wanasema the Trinity. There is one God. Hiyo ni kusema nini? Kuna Mungu mmoja kama unavyosoma au vile imesemwa, vile imeandikwa, sisi tumesoma na wewe. Sawa, haina shida. Soma tu. Father, Son and the Holy Spirit, a unity of the equal eternal person. Sawa. Kwa hivyo hawa wanasema Mungu ni mmoja. Baba, Mwana na Roho, nafsi tatu za milele. Sawa. Ni hivyo? Ndio hivyo kabisa, wala hamna shida. Haya, tunakuja kwa Biblia. Sawa. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana wa Efeso. Sawa. Wa Efeso 4 mstari wa 6 inasema hivi. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Sawa. Kwa hivyo tunapata ya kwamba katika kanuni Mungu ni mmoja, Baba, Mwana na Roho, lakini katika Biblia Mungu ni mmoja aliye Baba wa wote. Umeelewa? Sawa. Nitakupigia dada. Kulingana na kanuni Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Kulingana na Biblia Mungu ni Baba wa wote. Sasa gani natudanganya? Hakuna palipo danganya. Uelewa wako ndio andiko kwa Biblia linalosema Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Kunalo. Uelewa wako ndio umekuwa mdogo Ndacha. Mimi uelewa wangu na wako tuweke kado. Tuweke uelewa wa Biblia, mimi usinieleze. Ndiko linalosema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho liko. Nisikilize basi Ndacha. Narudia kusema hivi, uelewa wako ndio umekuwa mdogo kuhusiana na mafundisho ya kanisa. Hilo la kwanza. Na cha pili unachokikosea zaidi Ndacha ni kulita kanisa la Mungu kwamba ni Babeli. Hilo la kwanza, hiyo ni hoja pili. Sasa wewe kabla hujaenda kunipa mambo na Babeli nini, nimekuuliza hapa swali. Enda kwenye kitu na usinipe story. Story wewe utaenda kupeleka kwa kanisa huko. Hamna shida, lakini hapa Bwana Kevin, kama utaenda kwenye kitu tunauliza tuende sawa sawa. Kama uwezi uache mtu mwingine aongee. Subiri basi. Sasa mbona unakuwa na hasira? Mtu wa Mungu. Mimi sina hasira, nitoe wapi? Watu wa Mungu watuage na hasira tunapofundisha. Bana, mimi sina hasira. Ngoja Kevin kwanza nikueleze. Nimesoma Biblia na nikasoma kanuni, sawa? Kanuni kasema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho, si ndio? Sawa kabisa, hamna shida. Alafu Biblia ikasema Mungu mmoja ni Baba wa wote. Sawa, hamna shida. Nikakuuliza sasa. Biblia na kanuni gani inatudanganya? Hakuna kilichotudanganya, wewe tu ndio uelewa wako mdogo. Haya basi, naomba utueleze ni nini, ni wapi sijaelewa. Vizuri sana Ndacha. Naomba nikueleweshe kitu hichi hapa. Kanuni yetu inapozungumzia hapo, kwanza nashukuru kwamba umeweka kwa uhalisia kwamba inazungumzia habari za Mungu mmoja. Lakini amekuambia katika nafsi tatu. Sasa Mungu ni mmoja na ndivyo alivyo na hatogeuka. Tunapozungumzia nafsi tatu, hizo ndizo zinazounda neno Mungu. Kwa hiyo kimsingi wewe ndio ambaye huyaelewi maandiko na unapotoa. Sasa unapotaka tujifunze hii, tunahitajika pia kujifunza kwa undani, tuone kile tunachokiamini kwamba kiko sahihi, lakini pia sisi wa SDA kama ambavyo unavyoamini tunaongozwa na Biblia, kanuni yetu ya kwanza. Ya pili tunaongozwa na roho ya unabii, lakini ya tatu tunaweza tukazungumzia pia kanuni za kanisa ili tuweze kuishi kwa ustaarabu na utaratibu ndani ya kanisa la Mungu. Kwa haya yote ndio ambayo kama SDA tunayakubali, mimi na wewe tunayakubali. Sasa kama unahitaji tujifunze hapo, ninaomba sasa tujifunze kwa undani zaidi. Ninakuomba 3:16 Mathayo. 3:16 Mathayo. Wakati inasema naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Na tazama mbingu zikamfunukia, akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua
akija juu yake. Endelea mpaka 17. Natazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Aya, asante sana. Hapo ukiangalia kwa uhalisia, kwanza kabisa umesoma hilo andiko, unaona kwamba Roho anashuka kama hua. Roho wa Mungu anashuka kama hua, kama nafsi ya kwanza. Kwa SDA kuna roho wa Mungu, vipi Mungu roho? Sikiliza basi Ndacha, tunachokiita roho wa Mungu na roho wa Mungu na Mungu roho ni kitu kile kile ambacho sisi tunachokideclare ni kile kile, hatuna tofauti kati ya hivyo. Kwa hiyo hapo unaposoma hilo andiko, hapo umejieleza kwamba andiko limejieleza kuna nafsi ziko kama tafadhali brother, hiyo maelezo utapeleka kwa kanisa yenu. Ndacha. Okay, anyway, sikiliza Kevin kwanza. Andiko limesomwa hapa likasema hivi. Soma vizuri andiko. Sikiliza bwana, kwani kuna mtu hajasikia? Si watu wako hapa na kila mtu amesikia andiko. Andiko limesema hivi. Sikiliza vile andiko, na mimi sitaki vurugu brother. Mimi sinaga vurugu. Sema hivi, naomba nirudie andiko, sitaki maelezo. Andiko limesema ya kwamba Yesu alipokuwa anakwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, Roho wa Mungu akaja juu yake kwa mfano wa hua, si ndio? Nakusikia. Alafu sauti katoka mbinguni kasema, huyu ni mwanangu. Sawa? Sawa sana. Huyu mwenye anasema huyu ni mwanangu ni nani? Baba. Anasema huyu ni mwanangu. Na huyu Roho wa Mungu ni nani? Ni Roho wa Mungu. Haya, sasa hapo shikilia. Katika hiki kitabu cha SDA kinasema ya kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Ndiye Mungu moja. Hamna shida. Hapo katika hiyo Mathayo kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Wewe huoni hapo wewe mwenyewe kwa Mathayo inavyoandika? Andiko limesema Yesu alipokuwa anabatizwa, mara akapanda kutoka majini, akamuona Roho wa Mungu. Tacha, mbona unafunga akili? Na hebu naomba uende na Isaya 40. Twende tu Isaya 46. Hapo Isaya, kabla hujaenda Isaya. Hapo nataka nikufundishe sasa, nikuelekeze Ndacha. Unajua mtu ambaye anapiga kelele. Mtu mwenye sikiliza Kevin, baadaye nikurudishe chini. Mtu mwenye sikiliza, mtu ambaye anahoja huwa anaenda kwa utaratibu, si upige kelele. Na kupigia kelele, nimekupigia kelele Ndacha. Sikiliza kwanza. Sikiliza, mimi nitakusikiliza na wewe unisikize. Sawa. Katika Mathayo 3:16 ambao umeitoa. Imesema Yesu aliona Mungu Roho akija juu yake, au Roho wa Mungu? Roho wa Mungu. Na SDA wanaita Mungu Roho au Roho wa Mungu? Nisikilize Ndacha. Naomba unijibu, maana niko na kitabu hapa nitasoma. Ndio maana nakuambia hivi, tunapoita Mungu Roho na Roho wa Mungu ndio yule. Kwa sababu gani? Umenijibu sasa. Kwa hivyo ambaye ni Mungu pia. Sasa kikataa ni nini? Hebu nitoe polepole. Twende polepole. Kwa hivyo ninyi mnaita Mungu Roho, si Biblia? Sio swala la Biblia. Naomba nikuelekeze basi Ndacha. Naomba unijibu swali yangu Ndacha, nikuelekeze. Sikiliza bana. Kwa hivyo nyinyi ndio mnaita Mungu Roho, si Biblia? Nisikilize basi Ndacha. Hebu sikiliza mafundisho. Sikiliza basi Ndacha, mtu wa Mungu. Yaani kuwa mpole katika hili. Usiwe kwamba unajua, usione kwamba unajua sana Ndacha. Biblia huwezi kuijua peke yako. Ngoja tukuelekeze. Sawa Ndacha? Jibu swali langu bwana. Narudia nasema hivi, neno tunaposikiliza kile nauliza, mimi sijauliza ati najua Biblia peke yangu. Mimi nataka wewe unayejua Biblia unifundishe. Sawa. Sema katika Mathayo 3:16. Yesu aliona Roho wa Mungu au Mungu Roho? Aliona Roho wa Mungu, sio tatizo. Subiri sasa. Nyinyi mlitoa wapi Mungu Roho? Vizuri sana, kwa sababu Roho wa Mungu ni Mungu, kwani tunamhitaje? Naomba andiko Mungu Roho. Haina shida, subiri sasa. Haya 8, naomba unisomee 8:15 mananili. Ati nikutolee nini? 8:15 Warumi.
Haya, 8:15 Warumi. 8:15 Warumi inasema hivi: kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mulipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Haya, sikiliza hapo sasa. Naomba unifungulie 12 na neli. Kwa hivyo kwa hii andiko ambao umetoa hakuna Mungu roho, tukubaliane. Subiri basi Ndacha, usiwe mbishi. Wewe huoni roho hapo anaitwa Baba? Wewe huoni roho ni wewe ama ni mimi? Wewe huoni roho anaitwa Baba? Nasema sikiliza kwanza. Andiko lijasema roho ni Baba. Anaitwa Andiko lijasema roho. Sikiliza bwana, tafadhali. Sikiliza kwanza, andiko usiongeze kitu. Inasema twalia Aba, yani Baba. Yaani sasa si ndio roho tunalia Baba, kwake yeye tunamuita Baba. Ndio roho ni Baba. Ndio roho anaitwa Baba, si tatizo. Sio kidogo, twende polepole bwana. Kwa hivyo roho ni Baba, sio Mungu roho. Vizuri sana. Yaani kwa vyovyote vile tutakavyomuita roho Baba, tutakavyomuita Mungu roho, tunamaanisha hicho hicho kinachomaanishwa. Mimi naomba andiko ya kwamba Biblia inasema, twende polepole Kevin. Naomba andiko linalosema ya kwamba roho katika Biblia anaitwa Mungu roho. Naomba andiko hilo. Subiri kwanza, yaani kama unaelewa andiko Ndacha, unajua Ndacha unataka kufanya kwamba Biblia hauna. Kuna watu wengine wanataka kuuliza maswali bwana. Nimekupa andiko Ndacha, nimekupa andiko. Wewe hata nenda kapigie kelele huko bwana. Mpare. Naam. Habari yako bwana? Salama, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Wewe Mwadventista msabato? Ndio. Naomba usifuate utaratibu wa huyo jamaa mwenye nimeangusha hapo chini. Ukiniuliza swali na kujibu. Na wewe nikikuuliza swali unajibu kenye nauliza. Sawa sawa? Sawa. Naanza mimi kukuuliza swali. Haya, sawa. Kwanza kabla hujaniuliza swali, umenielewa kenye nasema? Mimi nimekufuatilia mwanzo wa live yako mpaka hapa tulipofikia. Sasa leta swali lako sasa. Swali langu ni kwamba tunaamini ya kwamba Mungu ni roho. Ukisoma katika Yohana 4:22 nadhani inaelezea kwamba Mungu ni roho. Si ni sawa? Ndio. Kama Mungu ni roho, na ukiangalia mwanzo pale tunaona kwamba roho ya Mungu ikatulia juu ya vilindi vya maji. Si ni sawa? Ndio. Tukirudi upande wa pili tunakuja kuona kwamba kuna Roho Mtakatifu ambaye yeye anakuja kuonekana katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 10 huko anajieleza kwamba kuna Roho Mtakatifu, yani wako watatu washuhudiao. Ipo hivyo. Je, hapa umeelezea kuhusiana na habari ya Mungu Roho, umeelezea na Roho wa Mungu, lakini pia tukisoma Biblia tunakuja kupata kwamba kuna Mungu huyu ni roho. Sasa kama Mungu ni roho, alafu kuna Roho Mtakatifu, je, hivi ni vitu viwili tofauti au ni kitu kimoja? Unajua kitu ya kwanza ambaye ningeomba ufanye hivi brother, ni uongee na mimi ukiwa unaelewa tunaongelea nini. Ni sawa, najua. Sasa naomba uelewe ya kwamba katika Adventist belief sawa, wako watatu. Wewe nini? Ondoka hapo. Sasa wako watatu. Wa kwanza anaitwa Mungu Baba. Sawa. Wa pili anaitwa Mungu Mwana. Sawa. Wa tatu anaitwa Mungu Roho Mtakatifu. Sawa? Sawa. Sasa tukirudi katika Yohana 4:24 ambayo umeitoa, haijasema Mungu Roho. Imesema Mungu ni Roho. Je, utofauti kati ya Mungu Roho na Mungu ni Roho au Roho wa Mungu? Tofauti kubwa ndio nataka nikupee saa hii. Naomba nianzie mstari wa 22. Ndio. Yohana 4:22 inasema hivi: ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambaye waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba
awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho. Kwa hivyo inapoongelea hapa Mungu ni roho, ni huyu Baba ambaye naamini. Mimi naamini ya kwamba Mungu mmoja ni Baba, na ninaamini Mungu ni roho, naamini hivyo. Sasa nakuelewa dogo tu, sasa niendelee. Sasa huyu Mungu ambaye ni Baba, huyu Mungu ambaye ni Baba ni roho, anatupa roho wake. Sawa? Sasa shida ya utatu ni kusema huyu Mungu mmoja ambaye ni Baba ako na Mungu mwingine anaitwa Mungu Roho. Naona? Sawa. Katika amri ya kwanza inasema msiwe na Mungu mwingine ila mimi. Si ndio? Sawa. Alafu sasa tuseme ya kwamba huyo Mungu mmoja aliyetukataza kuwa na Mungu mwingine akatuma Mungu mwingine, alafu akatuma Mungu mwingine. Hiyo ndio makosa. Kwa sababu Mungu hajawahi tuma Mungu mwingine. Mungu alimtuma mwanawe, na Mungu anatupea roho wake. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu, sio Mungu mwingine. Lakini utatu umepanga miungu mitatu. Roho wa Mungu anafanya kuwa Mungu mwingine. Mwana wa Mungu wanamfanya kuwa Mungu mwingine. Alafu Baba wanamfanya kuwa Mungu. Kwa hivyo inakuwa miungu mitatu, kitu ambaye Biblia ifundishi. Umenielewa? Nakuuliza swali jingine, nimekuelewa. Nakuuliza swali jingine hapo. Uliza. Umehubiria maelfu ya watu, nadhani kwa kipindi kirefu sana ambacho nilikuwa nakufuatilia. Nimekufuatilia sana, yani nimekufuatilia, ila unajua kila mtu anapokufuatilia uwezo ukajua kuwa anakufuatilia, ila watu wanakufuatilia hata kama watakwambia kwamba wanakufuatilia katika mafundisho yako na midahalo yako na mahubiri yako. Ndio. Umewahubiria maelfu kabla ya kuanza kufundisha swala la utatu kuwa ni uongo au miungu mitatu au vitu kama hivyo ambavyo ulikuwa unavizungumza. Na tukisoma katika kitabu cha Waebrania nadhani ile 9:27 inasema kwamba kama vile tulivyoumbiwa kufa mara moja na baada ya kufa ni hukumu. Tafsiri yake ni kwamba kipindi chote ambacho ulikuwa unafundisha kuwa Yesu ni Mungu, yani ulikuwa unafundisha utatu kipindi ukiwa SDA. Je, unakubaliana na mimi kwamba miaka yote hiyo ambayo ulikuwa ukifundisha watu ulikuwa unawapotosha? Kwa maana waliamini katika hiyo unachokifundisha, na baada ya kuamini katika hicho wamekufundisha, kuna baadhi yao wamekufa wakiamini hivyo ulivyokuwa unafundisha. Sasa mimi naomba unieleze sasa, wewe unajua ya kwamba nilianza kukataa utatu lini? Kukataa utatu umeanza juzi tu hapa. Nadhani hauna miaka kama nadhani mimi nimeanza kukufuatilia kwamba umeanza kukataa utatu ni 2021 kama sio 20. Na nimeanza kufundisha ya kwamba utatu ni uongo. Kwa sasa hivi niko na karibu miaka 5. Sawa? Ni sawa. Miaka 5 niko naye na wafundisha watu utatu ni uongo. Sawa? Ni kweli tuko pamoja kabisa. Na mimi sijawahi kufundisha utatu katika video zangu zote. Naomba utafute moja uniambie Dasha alifundisha utatu hapo. Kitu ambaye watu wananilaumu naye ni kufundisha uungu wa Yesu. Unaona? Na kufundisha uungu wa Yesu si utatu. Sasa ili mimi niwe nilifundisha watu utatu, naomba unitafutie video yoyote nimewahi kufundisha watu utatu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Niletee hiyo video. Hapana, hujanielewa. Na yani mantiki yangu ilikuwa ni hivi. Katika mafundisho yako ukiwa SDA, ina maana moja kati ya mafundisho kuna mtu alikuuliza swali. Nakumbuka kuna video ambayo alikuuliza swali. Ukamwambia kwamba hivi, Mungu si ni huyo Roho? Mungu kwani Yesu ni nani? Yesu si ni Mungu? Sasa hatuwezi tukawa na yani hatukatai uungu wa Yesu, lakini mtu mwenye hata ukiniuliza saa hii kama Yesu ni Mungu, unafikiri sitakujibu ni Mungu? Sitakujibu ni Mungu. Sasa ni Mungu kivipi? Ile shida ambayo tuko naye na nyinyi wana utatu ni kwamba mnamfanya Yesu kuwa Mungu katika nafsi. Mimi simfanyi Yesu kuwa Mungu katika nafsi. Mimi namjua Yesu ni Mungu katika asili yake, kwa sababu nakubali ni mwana wa Mungu halisi. Mimi nikisema Yesu ni mwana wa Mungu halisi, sihitaji mtu ashinde akiniuliza ni Mungu, maana ninaelewa, mtu mwenye anaelewa anajua mwana wa Mungu ana asili ya baba yake. Lakini nafsi ya Kristo ni moja tu ambaye ni baba yake. Yeye anakuwa mwanawe katika nafsi.
Unaona, Mungu wakati wote anamuita Yesu mwanawe. Haya, nashukuru kwa sababu umenielewesha kuhusu hilo, lakini hata kama nisipoelewa mimi, watu wajifunze. Nina swali jingine hapo hapo kwenye mafundisho yako. Tunajua kwamba Yesu ni Mungu. Kuna kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15, nadhani mstari ukianzia 39 na kuendelea, unaelezea kuhusiana na habari ya kwamba Yesu atakuja arudishe mamlaka yake. Lakini pia kuna kitabu kinachoelezea kwamba hivi yeye ana mamlaka ya milele. Hebu elezea hilo kidogo, kwa sababu hapo pia inachanganya. Kuna kitu moja watu wanashangaa, wanashindwa kuelewa kuhusu kitu ambacho inaitwa milele. Milele inatumikaje? Kwa sababu hata watu wa Sodoma na Gomora walichomwa kwa moto wa milele. Ina maana wanachomeka mpaka leo. Kwa hivyo neno milele linavyotumika kwa Biblia ni tofauti na vile watu wanavyoweka kwa akili yao. Yesu mwisho atakuwa chini ya Mungu, kulingana na Wakorintho wa kwanza 15:28. Yesu atakuwa chini, ataweka zote alizopewa na Mungu miguuni pa Mungu, ili Mungu awe yote katika wote. Na ni Biblia inasema hivyo, sio mimi. Naelewana brother? Sawa. Na mamlaka aliyopewa, uwezo aliyopewa, zote atarudisha kwa Baba. Sawa. Na ni andiko limesema hivyo, si mimi. Umeelewa? Sawa. Sasa tunapoogelea uungu wa Yesu tunauogelea uungu wa Yesu by nature, the asili ya Yesu. Lakini hatuwezi kusema Yesu ni Mungu katika nafsi. Mungu katika nafsi si Yesu. Na ndio unaona katika jina Mwenyezi Mungu, Yesu hawezi itwa hivyo. Mola aliye peke yake, huyo si Yesu. Unaona, Mungu Mwenyezi, huyo si Yesu. Yesu ni mwana wa Mungu, huyo ambaye ni Mungu Mwenyezi. Umeelewa bwana? Aha. Swali la mwisho kabisa, nisipotezee muda. La mwisho. Tunaona ya kwamba Waadventista wa Sabato wanabatiza katika kwamba kuna zile fundamental beliefs, yani kanuni za imani, fundamental beliefs. Si sawa? Ambayo kanuni ya kwanza, unapoenda kubatizwa inasema unaamini ya kwamba kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, umoja wa nafsi tatu za milele. Sasa ina maana mtu akibatizwa katika anaamini kwamba kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, umoja wa nafsi tatu za milele, ina maana huyo atakuwa amepotea. Kwanza, kitu ya kwanza, hiyo kanuni ya SDA haiko kwa Biblia. Hiyo ni porojo. Biblia itasema ya kwamba Mungu anabatizwa na kuna kelele nyuma yake. Haisemi ya kwamba kuna batizwa, mtu anabatizwa kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho na nafsi tatu za milele. Haisemi hivyo. Biblia inasema ya kwamba ukabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho. Haijasema hao Baba, Mwana, Roho ndio Mungu mmoja. Hizo zinaitwa porojo za watu. Lakini Biblia haijasema hivyo. Biblia inasema Baba, Mwana na Roho. Kwa hiyo watakuwa wamepotea wakibatizwa katika hivyo kwa jina la, wakati ni andiko limeandika hivyo. Wao wanakosea wakati wao wanaweka Baba, Mwana, Roho ni Mungu mmoja. Ndio wanakosea. Ndio Waadventista wanakosea wanaposema kwamba hivi kuna Mungu, yani unatakiwa uamini kwamba kuna Mungu mmoja ambaye ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, na nafsi tatu. Wapi? Hebu nipe hilo andiko, wanatoa wapi? Ndacha hatujaelewana mimi na wewe. Nielewe kidogo. Nielewe tu. Na maanisha hivi. Waadventista wa Sabato wanavyobatiza, sawa, lazima uwape, kuna kiapo. Kuna wapi na Mungu? Tunaongelea ubatizo, tunaongelea Mungu ama tunaongelea ubatizo zaidi? Ndio. Tunaongelea Mungu kwa sababu ubatizo huo si unahusisha Mungu. Alijasema hivyo, maneno yako unaweka. Huo ubatizo unahusisha Baba Mungu, unamhusisha mwanawe na unahusisha Roho Mtakatifu wa Mungu. Sasa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho unatoa wapi? Sio mimi. Unajua kuna kitu unatakiwa uelewe. Unapoongea na muumini, sio yeye ndo ameanzisha hizo kanuni. Yeye amejipata akiwa huko. Nikasema hiyo kanuni umewapoteza. Maana hiyo kanuni unasema ya kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hiyo ni kanuni ya uongo. Wakati tunashukuru tubatizwe kwa jina la Baba ambaye ni Mungu, Mwana ambaye ni Yesu, Roho Mtakatifu ambaye ni Roho wa Mungu.
X. Huyu nani umeelewa bwana? Nimeelewa, lakini mimi sio mwana utatu. Nakushukuru sana, wapandishe wengine. Nakushukuru. Barikiwa. Ex Muslim. Si mwalimu Ndaja. Unakuwa Mwadventista wewe? Mimi nilikuwa Mkatoliki, nilikuja nikabadilika, mimi saa hii ni Msabato. Habari ya utatu ambaye iko kwa SDA. Unasemaje habari yako? Kule nilitoka miaka mingi. Sasa uko wapi? Mimi niko kwa nyumba tu. Unakaa kwa nyumba eh? Nakaa kwa nyumba. Haya, wacha tuongeze nyumba. Wewe kama unakaa kwa nyumba una nini ya kusema katika mada? Ni vizuri tu mwalimu, mimi nilitoka Katoliki miaka mingi, imeisha zaidi ya miaka 25 hivi. Baada ya kwanza kujisomea maandiko mwenyewe. Asante, tuachie hawa wenye wana maswali. Tusikie habari zenu bwana. Nani ataanza? Steve. Habari yako bwana? Salama, habari yako? Nashukuru Mola. Okay, sawa. Nimekusikiliza hoja zako unazotoa kwetu. Unadai kwamba hakuna Mungu watatu. Sawa? Hakuna kabisa. Okay, sawa. Nilikuwa nakuuliza Yesu Kristo ana uungu? Ana uungu. Kama mtu akiwa na uungu, yeye maana yake ni Mungu. Katika nature yake, katika asili. So, maana yake wewe unamaanisha kwamba Baba na Mwana wote ni Mungu. Namaanisha ya kwamba Baba ni Mungu katika nafsi, Yesu ni Mungu katika asili. Personality ya Mungu si Yesu, na hayuko hapo na hajahusishwa. Okay, sawa. Ila umesema Yesu ni Mungu ana. Sasa bwana, nimeshakujibu, kwani utarudia swali moja? Nishakujibu, nimekuambia ya kwamba Yesu ni Mungu katika asili, si katika nafsi. Nafsi ya Mungu si Yesu. Nishakujibu. Enda swali lingine. Sasa unavyosema Yesu ana uungu katika asili, alafu unasema tena Yesu sio Mungu kinafsi, wewe unamaanisha nini? Na nimaanisha ya kwamba kuna Mungu wa pekee wa kweli ambaye si Yesu. Alafu kuna Mungu mwingine Yesu, ambaye ni Yesu. Alafu kuna Yesu ambaye ni mwana wa Mungu. Ila lakini ni Mungu mwingine. Kwani wewe sasa nikuulize, ukiniambia pale ng'ombe iko na mtoto, nitakuuliza kama hiyo mtoto wa ng'ombe ni ng'ombe? Maana yake wote ni ng'ombe. Ni sahihi au sahihi? Ndio. Sasa katika personality ya Mungu ni baba wa Yesu, si Yesu. Okay, kama mfano uliotoa wa ng'ombe mtoto na ng'ombe baba, maana yake wote ni ng'ombe. Kuna ng'ombe ambaye iko na mtoto. Ng'ombe mako. Na maanisha kwamba Yesu pia ni Mungu na baba pia ni Mungu. Tumeshapata ya kwamba kuna mtoto na kuna ng'ombe ambaye aliyemzaa. Tutoke kwa ng'ombe, tuende kwa Mungu. Kuna Mungu ambaye ana mwana. Yesu ni mwana wa Mungu. Huyo Mungu ambaye Yesu ni mwanawe ni nani? Maana yake na yeye ni Mungu. Jibu swali. Ni nani? Ukazaa mwanadamu. Wewe kwa Mungu. Nimeshakueleza mimi, isipokuwa pengine unataka ubishi ambaye mimi siko katika hiyo ubishi ambaye umekuja yeye. Mimi nimekuuliza hivi ya kwamba Yesu, Biblia inaposema Mungu wa pekee wa kweli, kwa mfano Yohana 17 mstari wa 3, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Sawa? Sawa. Sasa mimi nikikuuliza swali saa hii, huyu Mungu wa pekee wa kweli aliyemtuma Yesu ni nani? Okay, sawa. Kwa hiyo aya ulioitoa, kwa hiyo maandiko uliyoyatoa yalikuwa ni maombi ya Yesu. Tafadhali naomba unijibu swali. Na kujibu kulingana na maandiko ya Steve. Sikia kwanza Steve, alafu ueleze. Andiko linasema hivi, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Sawa?
Ndio. Huyu Yesu Kristo aliyetumwa ni nani? Ni Mungu ndani ya mwili. Haya, hizo sasa, hiyo ni maelezo zako, hiyo ni maelezo yako. Hakuna mahali ya Biblia inasema ni Mungu ndani ya mwili, ni wewe unasema. Yohana 1:14 ikasema naye neno akafanyika mwili na wote wakaona. Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwa neno, sawa? Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu, sawa? Ya, sawa. Huyu neno alikuwa kwa Mungu ni nani? Inaelezea ni Yesu. Na huyo Yesu alikuwa kwa Mungu yupi? Inasema malizia sentensi yako, naye neno alikuwa ni Mungu. Sijakataa mimi. Andiko limesema neno alikuwa Mungu na alikuwa kwa Mungu. Sasa alikuwa kwa Mungu na huyo neno alikuwa kwa Mungu yupi? Twende pole pole bado. Tunakuja. Mimi sitaki kelele. Nenda kuweka chini. Unajua mtu mwenye hataki ukweli anapiga kelele. Mtu mwenye hataki ukweli anapiga kelele. Lakini kama unataka kweli, twende zamu kwa zamu. Tunaona mimi nakusikiza na wewe nisikize. Sawa sawa? Okay, sawa, nakusikia. Andiko linasema hapo mwanzo kulikuwa neno. Huyo neno ni nani? Neno ni Yesu. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Alikuwa kwa nani? Alikuwa kwa Mungu. Ni Yesu. Okay, endelea. Ni Yesu. Swali. Nimekueleza hivi, andiko tulisome vile liko. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa ni Mungu. Haya basi, swali sasa kwako. Huyu neno alikuwa kwa Mungu yupi? Alikuwa kwa Mungu, alikuwa ni ana exist yeye mwenyewe. Mungu ni coexistence. Nimekuuliza swali tu. Andiko alisema hiyo maneno anasema wewe. Andiko linasema kidogo tu Steve. Andiko tusilibadilishe andiko. Tuliache andiko vile liko. Unaona mimi sibadilishi. Kusema neno ni Mungu sibadilishi. Sasa na wewe usibadilishe maana ya andiko. Tulijadili andiko vile liko hilo. Andiko linasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Huyu neno si ni Yesu? Ndio. Alikuwa kwa Mungu yupi? Inamalizia hapo. Malizia hilo andiko. Naye neno, andiko liko sawa tu, hata nimalizie. Naye neno linasema sikiliza kwanza. Naye neno alikuwa ni Mungu. Na alikuwa kwa Mungu? Alikuwa kwa Mungu. Nisomee sasa mstari wa 28. 14. 14, naomba unisomee hapo. Mimi naenda kanisani, unisomee hapo. Haya. Unaenda kanisani leo? Ndio. Wewe ni msabato? Mimi sio msabato. Na ulibada hapa kufanya nini? Tulisema hapa tunataka niliwaambia hapa nataka wasabato tu hapande. Kwa sababu kama ni msabato wangekuwa asubuhi hivyo. Inasema hivi. Naye neno alifanyika mwili. Huyo neno alifanyika mwili ni nani? Ndo Mungu pale mwanzo inasema naye neno alikuwa ni Mungu. Neno alifanyika mwili? Alifanyika mwili. Kwa hivyo Mungu mwenyewe ndiye alifanyika mwili, si ndio? Ndio. Mkakaa kwetu. Ndio. Nasi tukauona utukufu wake. Ndio. Tuliona utukufu wa nani? Wa Mungu. Utukufu kama mwana pekee atokaye kwa nani? Atokaye kwa Mungu. Atokaye kwa Baba. Kwa Baba. Sawa. Huyu Baba ambaye huyu neno alitoka kwake ni nani? Sasa hapo ndo utatu unapoanza Naomba unijibu swali. Mimi sijauliza mambo ya utatu, nijibu swali. Ni Mungu. Ndio. Na huyu mwana ni Mungu. Kwa hivyo kuna Mungu wangapi hapo? Kuna Mungu mmoja ambao wameexist kwenye nafsi tatu. Hapa kuna nafsi tatu ziko hapo? Hapo uliposoma naye neno alikuwa ni Mungu, kuna sehemu imesema naye Baba alikuwa ni Mungu. Andiko limesema hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, sawa? Okay. Sawa. Naye neno alikuwa Mungu, sawa? Ndio, alikuwa ni Mungu. Akafanyika mwili. Akakaa kwetu. Tukaona utukufu wake. Sawa. Kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Sasa huyu mwana na huyu neno ni wangapi hao? Ni mmoja. Alipofanyika mwili tukaona utukufu kama wa mwana pekee. Maana ya kwamba alipofanyika mwili ndipo tukamfahamu Yesu.
na tukamfahamu hapo hapo Baba, kwa sababu Baba hapo hapo ndo akaonekana. Kwa hivyo Mungu alikuja akafanyika mwili hapa duniani, Ndio. na mbinguni alibaki. Naam. Ya, Mbinguni kuna Mungu. ya mbinguni kuna Mungu. Mungu Huyo Mungu ako mbinguni ni nani? Mungu huyo ako mbinguni ni nani? Ni Mungu, kama ni Mungu mwenyewe. Na huyu mwenye alikuja hapa duniani, Mungu ni coexistence. Mungu anaweza kuapia kila sehemu. Jibu swali, si kuna neno alifanyika mwili? Ndio. Akakaa hapa duniani? Ndio. Na tukaona utukufu wake? Ndio. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Huyu Baba ambaye huyu mwenye neno alitoka kwake, ni nani? Baba ni Mungu pia. Baba ni Mungu pia. Ndio. Na neno ni Mungu pia. Ndio. Kwa hivyo hapo kuna Mungu wangapi? Kuna Mungu mmoja ameexist kwenye nafsi tatu. Hapo kuna nafsi tatu ama ni Baba na neno? No, Roho Mtakatifu alikuja kuonekana baadaye. Mimi nauliza, wacha huyo. Tuko hapo katika Baba na Mwana walionekana. Kidogo tafadhali ndugu yangu. Mimi tuko hapo katika Yohana 1:1. Hii ya baadaye sijauliza. Nimeuliza hapo kwa hiyo andiko ya kwamba hapo kuna neno alitoka kwa Baba, si ndio? Ndio. Neno alikuwa Mungu. Akatoka kwa Baba, si ndio? Ndio. Hivyo hapo kuna Baba na kuna neno. Wao ni wangapi? Hizo nafsi tatu, wao wote ni wamoja. Nafsi tatu hapo? Hapo kuna nafsi tatu, neno na Baba. Neno na Baba. Ilishasema kwamba hapo mwanzo naye neno alikuwa ni Mungu. Umeusahau mstari unaosema naye neno alikuwa ni Mungu. Bona mimi nimeshakuelewa kitambo. Kwa nini wewe unajifanya unielewi? Okay, sawa. Andiko nasema huyu neno alitoka kwa Mungu na huyu neno alikuwa Mungu, si ndio? Ndio. Huyu neno si alifanyika mwili? Huyo neno alifanyika mwili. Na akakaa kwetu? Ndio. Na tukaona utukufu wake? Ndio. Kama wa mwana pekee atokaye kwa nani? Kwa Baba. Kwa hivyo huyu neno alipofanyika mwili alikuwa ametoka kwa Baba. Sasa huyu Baba na huyo neno ni wangapi hao? Baba ni Mungu, neno ni Mungu. Ni wangapi hao? Ninauliza swali. Wote wametoka kwenye asili moja, wote ni wamoja. Haya. Yesu alikuwa sasa hapo kidogo tuende polepole. Maana kuna vitu ambavyo vinatakikana maandiko yaeleze. Okay, sawa. Yesu alieleza Yohana 10:30 akasema Baba na Yohana 1:18. Yohana 1:18. Okay, Yohana 1:18. Okay, sawa. Nimeshaisoma. Nimeshaipata. Umeshaipata, isome. Yohana 1:18 inasema, Hakuna mtu ndio, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Haya, sasa kwanza katika hiyo tafsiri ya Kiswahili ukisoma kwenye Kiingereza haiko hivyo. Okay, kwenye Kiingereza naomba nisome. Uko na ya Kiingereza ama nisome? Soma. Ya Kiingereza inasema hivi No man has seen God at any time. The only begotten son. Unasoma tafsiri gani kwanza? Ni tafsiri gani unaisoma? Ninasoma King James Version. Naomba nisome. No man has seen God at any time. The only begotten son. Huyu begotten son ambaye amemuona Mungu ni nani? I think begotten son Tusishindane
kwa sababu hapa tuko katika pia kuiacha tu tafsiri yake. Andiko nasema hivi, no man has seen God at any time. Okay. The only begotten son which is in the bosom of the Father, he had declared him. Kwa hivyo kuna begotten son hapa ambaye amemuona Mungu, si ndio? Ndio. Kwa tafsiri hiyo hapo. Si tafsiri, hata nisome ingine. Unajua mtu mwenye anataka ukweli huwa nimesha ipata kwenye tafsiri ya King James. King James inasema no man has seen God at any time, the only begotten son which is in the bosom of the Father. Basi swali yangu inakuja hapo sasa. He has declared him. Tumalizie mstari. Hapo ndio swali yangu iko hapo, maana tunachambua hiyo kitabu cha Yohana 1. Ndio tukielewe hicho kitabu cha Yohana 1. Sawa. Hicho kitabu cha Yohana 1 kufika 18 tunaambiwa kwamba hakuna mtu aliyemuona Mungu isipokuwa mwana mzaliwa. Okay, sawa. Okay, sawa. Sasa swali inakuja kutoka kwangu kwenda kwako. Huyu mwana mzaliwa pekee ambaye amemuona Mungu ni nani? Biblia inasema hivi. Tafadhali hiyo narudi kwenye hiyo King James kwa sababu ujimalizia huo mstari inasema no man has seen God at any time. So the only begotten son which is in the bosom of the Father, he hath declared him. Kwa hiyo hapa yani hapa tukitafsiri haiko tofauti na hii Swahili Vision ambayo nimeisoma hapa. Inasema hakuna mtu aliyemuona Mungu hata siku moja ila mwana aliyefunua Baba. Sasa wewe utamfunuaje kitu ambacho ufanani nacho? Wewe Ndacha unaweza ng'ombe, unaweza kufunua ng'ombe kwamba mtu yani yeye mnakuwa na Ndacha naye ni kama ng'ombe. Fujo tu porojo. Mimi nakuuliza swali sasa unaenda kunitengenezea swali. Fujo ya nini brother? Mimi nimeuliza swali ambalo linaeleweka. Nimeuliza hivi. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Si ndio andiko nimesema? Nimesema hivyo. Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Si ndio? Okay, sawa. Ndio. Kwa mujibu wa andiko hilo, mwenye amemuona Mungu ni nani? Sasa kwa mujibu wa andiko hilo lasema hakuna mtu aliyemuona Mungu. Sawa? Hakuna mtu aliyemuona Mungu. Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Ndio swali nakuuliza wewe. Kwamba Yesu alimuona. Imesema mwana pekee aliye katika kifua cha Baba ndiye aliyefunua. Alisema kwamba mwana pekee amemuona Baba. Haisemi hivyo. Naomba nisomee vizuri. Kama inasema mwana pekee aliye katika kifua cha Baba ndiye aliyemfunua. Unajua maandiko mengi, ukitaka nikutoe andiko yanasema hakuna mtu aliyemuona Baba isipokuwa mwana. Maandiko yako mengi lakini sitaki tuende. Maandiko yako mengi yanasema hakuna mtu aliyemuona Baba isipokuwa mwana. Mwana ndiye amemuona Baba. Sasa mimi niko hapa nikiongea basi wewe unanyamaza alafu unanisikiza. Na ukiongea na nyamaza alafu unanisikiza, ndio tusifundishane. Unaona andiko liko hapa linasema ya kwamba no man seen God at any time, the only begotten son. Kwa hivyo hapa kuna only begotten son, si ndio? Okay, ndio. Huyu only begotten son ni nani? Ni Yesu. Na huyu Mungu? Mungu ni Baba. Inavyoonekana hapo, na hapo haijasema Baba, imesema Mungu. Haijamwakilisha kama Baba, imesema Mungu. Wewe ndio umesema ni Baba. Mimi sijasema. Wewe ndio. Sawa. No. Sawa. Okay, sawa. Nimesema hivi, kwenye hilo andiko alijasema ni Baba, imesema Mungu. Nauliza hivi. Mimi nimekuuliza hivi, wewe ndio umesema ya kwamba hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wote. Okay. Isipokuwa mwana, inasema mwana pekee aliye katika kifua cha Baba. Nikauliza huyu mwenye amemuona Baba ambaye ni begotten son, ukasema ni Yesu. Mimi hapa nasema hivi, kwenye hilo andiko alijasema kwamba Yesu amemuona Baba.
hilo andiko linasema hakuna aliyemwona Mungu. Mbona unakaa kitu ambacho unasema? Mimi sisema hivi. Umesema hivi. Huyu mwana pekee ni Yesu. Sawa? Ndio. Na huyu mwana pekee ako katika kifua cha Baba. Huyu baba ni nani? Baba pia ni Mungu. Kwa hivyo hakuna mtu aliyemuona Mungu isipokuwa mwana pekee wa Baba. Hapana, andiko alisema hivyo. Naomba usome vizuri. Andiko linasema hivi, hakuna aliyemuona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Maana yake hapo inasema hakuna mtu aliyemuona Mungu, lakini Mungu mwana aliye katika kifua cha Baba alimfunua Mungu. Kwa hivyo huyu mwana pekee alimfunua nani? Alimfunua Mungu. Huyo mwana pekee aliyemfunua Mungu ni nani? Ni Mungu. Huyo mwana pekee alimfunua nani? Alimfunua Mungu. Sasa huyo mwana pekee ni nani? Huyo mwana pekee ni nani? Ni Mungu. Okay, sawa. Nakuuliza swali Ndacha. Kwa nini kwenye huu mstari imeanza mwanzo ikasema hakuna aliyemuona Mungu, ikamtaja Mungu kama Mungu, lakini hapo mbele ikasema mwana pekee aliye katika kifua cha Baba? Haikusema mwana pekee aliye katika kifua cha Mungu, ilisema mwana pekee aliye katika kifua cha Baba. Naomba nikuulize swali. Uliza. Kwa nini kwenye hii sentence inasema hivi, hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote, ni Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba? Mwanzo imesema hakuna aliyemuona Mungu, sawa, lakini mbele ikasema ni mwana pekee aliye katika kifua cha Baba. Kwa nini haikusema ni mwana pekee aliye katika kifua cha Mungu? Unajua sasa wewe ile kitu unafanya ni kukosa kuelewa statement inayoongelewa hapo, unaikata nusu. Statement hapo iko ni ya kwamba hakuna mtu aliyemuona Mungu. Na statement ni hapo ilipo. Wewe kitu unachoshindwa au malizi neno. Steve, naweza nikakusikia habari zenu jamani? Ni vigumu sana. Nyinyi mbona kuwa mna tatizo gani? Naenda kuongea, ninakuacha unaongea unamaliza. Nikienda kuongea umenikata. Sasa nitakueleweshaje? Andiko liko hapo linasema hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Kwa hivyo yule anayeongea hapo ni Mungu na hakuna mtu aliyemuona. Ndio? Ndio. Alafu nasema mwana pekee ndiye amemfunua Mungu. Mwana pekee aliye wapi? Aliye katika kifua cha Baba ndiye aliyemfunua. Kwa nini haikusema aliye katika kifua cha Mungu? Kwa sababu inakueleza ya kwamba huyo Mungu ni Baba. Na kwa nini pale ikusema hakuna mtu aliyemuona Baba ila mwana pekee aliye katika kifua cha Baba? Andiko linasema hivi, unaona katika ile Yohana 4 mstari wa 24. Inasema wanamwabudu Baba katika roho. Wale wanamwabudu Baba, alafu inasema Mungu ni roho. Kwa sababu Biblia inatumika Baba ni Mungu. Sasa nyinyi Yohana 30 nimalizia alafu uongee. Sasa hapo juu hapo katika Yohana 1:18 inasema hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Mwana pekee ndiye aliyemfunua, ambaye ako katika kifua cha Baba. Kwa hiyo ina maana yule anayemfunua Mungu ni mwana pekee, si ndio? Okay, sawa. Anamfunua Mungu yupi? Ni Mungu, imemtaja kama Mungu kama Mungu. Kwa sababu Mungu ni mmoja, inamfunua Mungu. Twende polepole alafu tutafikiana. Inasema kwamba mwana pekee anamfunua Mungu. Ndio. Huyu mwana pekee ni nani? Mwana pekee ni Mungu, kwa sababu Yohana 1:1 nauliza ni nani? Ni Mungu. Yesu ama ni mtu mwingine? Mwana pekee ni Yesu. Anamfunua Mungu. Ndio. Huyu Mungu ambaye Yesu anamfunua ni nani? Ni Mungu mwenye mamlaka yote. Mungu muumbaji ambaye ndio yeye mwenyewe. Kwa hivyo Yesu ndiye Mungu mwenyewe. Ndio. Haya, nisomee kitabu cha Luka 22 mstari wa 69. Luka 22. 22.
69. Hivyo ukimaliza, naomba nikusaidie ili tuende sawa na huyu bwana. Oh, nikuachie Justin ama Amalizie Steve alafu tuingie mimi na wewe, maana nina shida sana na wewe. usiwe na wasiwasi, mimi utanipata tu. Okay, inasema hivi. Ehe. 69. Lakini tangu sasa mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Wakasema amekaa kwenye mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi ni nani? Neno la Mungu lasema mwana wa Adamu ataketi katika mkono wa mwana wa Adamu ni nani? Ni Yesu. Na huyo Mungu Mwenyezi inasema mkono wa kuume wa uweza wa Mungu. Haijasema hivyo, hiyo ni maneno ya ongeza. Rudia. Naomba mtu yote, naomba usome mwenyewe. Andiko linasema hivi. Luka 22. 69. Lakini tangu sasa mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Sawa. Huyu Mungu Mwenyezi ni nani? Mungu Mwenyezi ni Mungu ambaye ni wako watatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na huyu mwana wa Adamu? Mwana wa Adamu ndo huyo mwana. Na huyu Mungu Mungu Mwenyezi ni nani? Mungu ndo hao watatu wote kwa pamoja ni Mungu. Imesema hivi, mwana wa Adamu atakuwa ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu mwenye. Okay, sawa. Na kurudisha pia kwenye kitabu cha Ufunuo, kwa sababu Ufunuo unaelezea masuala ya mbinguni. Sawa. Andiko limesema mwana wa Adamu atakuwa ameketi katika mkono wa kuume wa nani? Mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Huyu Mungu Mwenyezi ni nani? Mungu Mwenyezi ni yeye Mungu, ni yeye ambaye pia ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na huyu mwana wa Adamu ndo huyo mwana sasa. Yaani nyinyi ni Mungu tu awasaidie tu. Huyu mwingine imetosha, nimekuelewa. Nimeshakuelewa. Karibu bwana Justin. Habari yako bwana Ndachi? Nashukuru Mola, niko salama mimi. Bwana, kati naingia hapa nimesikia umeulizwa swali hapa, umetofautisha swali bana. Wewe unakuja kwa swali ya mtu ama uko na yako? Ana maswali yangu pia. Bas, tuende kwa hiyo swali yako. Mimi naitwa Dacha na ninasema Waadventista wa Sabato chini ya mfumo wa General Conference wamepotoka na wamepotea, wako na Mungu wa kipagani. Kwa nini unasema wako na Mungu wa kipagani? Kwa sababu Mungu ambaye ako katika fundamental belief ni tofauti na Mungu ambaye ako kwa Biblia. Kivipi? Katika fundamental belief kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Na kwa Biblia hakuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Kwa Biblia hakuna. Hebu tuanzie hapo hapo. Mungu Mwana kwa wewe, kwa mujibu unavyoelewa, Mungu Mwana ni nani? Sijui, labda uniambie. Yesu Kristo ni nani kwako wewe? Kwanza tuanzie hapo. Labda nimuulize yeye, akisema utakubali. Nakusikiliza. Hebu muulize tumsikie anasemaje. Yohana 10:36. Yohana 10:36. Tunamuuliza yeye Yesu. 10:36. Andiko linasema hivi, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru? Kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Alitudanganya ama alisema ukweli? Nimekuuliza wewe kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, umejibu nini? Umeniuliza Yesu ni nani kwangu. Ulikuwa umeshaniambia kwamba kama Mungu Mwana ni nani, nikakwambia sijui. Wewe ukaniuliza ya kwamba ukaniuliza wewe Dasha, Yesu ni nani kwako?
Nikakutolea hiyo Yohana 10:36 ya kwamba Yesu anajibu anasema mimi ni mwana wa Mungu. Wewe unakubali hivyo? Aha, kwa Yesu ni mwana wa Mungu. Wewe Hebu unakubali? tumuulize. Nakubali. Nakubali. Yesu ni yote katika yote. Sasa na mimi naomba tumuulize. Sasa hiyo ni kelele. Na mimi sitaki fujo. Andiko hapa linasema hivi. Yesu ni mwana wa Mungu. Huyo Mungu ambaye Yesu ni mwanawe ni nani? Asante, ni Baba. Kwa hivyo ukisikia Mungu katika Biblia ni Baba. Haya, endelea basi. Mimi umemaliza mada, mimi hata nishakuwa. Haya, tumuulize sasa na Yesu mwenyewe. Je, yeye ni Baba ama sio Baba? Hebu na wewe nisomee Yohana 14:8 mpaka 10. Kwa hivyo Yesu anakuwa Baba tena? Twende kwanza tunisomee. Mbona kama tumuulize Biblia. Mbona kwako mimi nimesoma Ndacha? Nasoma, si nataka nikusomee, ndio nakuuliza ni ngapi? Haya, soma. Pia ninakataa kukusomea mimi. 14:8. Asante. Inasema hivi, Filipo akamwambia, Bwana, tuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje tuonyeshe Baba? Asante. Kwa hiyo kwa mujibu wa hilo andiko Yesu ni nani? Hajasema Yesu ni Baba, amesema yeye ukimuona umeona Baba. Ndacha. Andiko linatuambiaje? Subiri kwanza. Yesu anakiri, anasema, kwa nini unatuambia utuonyeshe Baba? Na mimi nimekuwako pamoja nanyi msinijue? Akisema hivyo maana yake ni nini? Hajamaliza. Wewe mbona umemkata? Si umaliza statement ya Yesu. Tuanzie kwanza hapa kwenye 8. Mbona unakuwa kama unaleta ubishi? Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutoshe. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku zote, wewe usinijue Filipo? Alikuwa na maana gani hapo? Imefika hapo. Tuanzie kwanza hapo. Alikuwa na maana gani? Yesu amenyamazia. Sasa tunaendelea mbele. Lakini kwanza niambie kwa mujibu wa hilo andiko hapo anakuwa na maana gani? Nimalize. Mimi siwezi kusoma andiko nusu. Wewe unataka niseme andiko nusu na Yesu anaeleza. Amesema hivi. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja na nyinyi siku zote, wewe usinijue Filipo? Alafu akaeleza, aliyeniona mimi ameona Baba. Basi wasemaje tuonyeshe Baba? Yesu amesema yeye ndiye Baba, ama ukimuona yeye umeona Baba? Asante sana. Andiko linavyoeleza hapa, Yesu amesema yeye ndiye Baba kwa mujibu wa andiko lilipoanza. Utambulisho. Tafadhali usiongee uongo, maana andiko liko hapa. Yesu amesema ukimuona yeye umeona Baba. Ndacha, unaweza ukanipa nafasi kidogo na mimi nielezee hii aya, kwa sababu unaeleza, unataka kuuliza wewe tu. Nimekuachia ueleze na mimi nitaeleza tu. Eleza. Asante. Andiko, Filipo anamuomba Yesu amuonyeshe Baba. Yesu mwenyewe anakiri, anasema hivi. Yesu akamwambia Filipo, mimi nimekuwapo pamoja nanyi hizi siku zote, usinijue? Yesu anasema, mimi nimekuwapo pamoja nanyi hizi siku zote, usinijue? Sasa mpaka hapo tu unapata kuelewa kwamba Yesu anajitambulisha kwamba yeye ndiye Baba kwa mujibu wa ile andiko. Sijui kama tunaelewana bwana Ndacha. Unajua hakuna kitu kibaya. Wewe usikatishe hili la juu, usikate hili la juu ukakimbilia la chini. Na aliko andiko moja tu kwamba Yesu ndiye Mungu mkuu. Aliko andiko moja tu. Yesu ndiyo Baba, Yesu ndiyo Mwana. Na hilo jina la Yesu ndiyo jina la Baba. Nadhani nimeishia hapo. Sasa nataka nikuhoji wewe, uko tayari? Niko tayari. Nisomee hapo 14:28. 14:28. Yeah. Okay. Andiko linasema hivi, mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia naenda zangu tena naja kwenu, kama mngalinipenda mngalinifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Wewe umesema Yesu ndiye Baba, si ndio? Ndio. Naye Yesu anasema anaenda kwa nani?
kwa Baba, ambaye Baba ni mkuu kuliko nani? kuliko yeye. Huyo ambaye ni mkuu kuliko yeye ni nani? Ni Baba. Huyo Baba ni nani? Aha, huyo Baba ni Yesu akiwa na utukufu wake kamili. Asipokuwa na utukufu ndo anatambulika kuwa mwana. Nikupe andiko? Sasa hizo ni maelezo. Kwa maandiko, tuulize Biblia. Mimi nauliza andiko hapo. Andiko sijaenda mahali popote. Nimesoma Yohana 14. Hiyo Yohana 14 imesema ya kwamba tumeteremka, si tumesoma 8. Ndiyo. Tukateremka tukafika 28. Yesu anasema Baba ni mkuu kuliko mimi. Na wewe unasema Yesu ndiye Baba. Kwa hivyo Yesu ni mkubwa kuliko yeye mwenyewe? Kuliko yeye mwenyewe akiwa hana utukufu. Naomba nikupe jibu lako katika Biblia. Hamna kitu. Wewe hakuna kitu sasa nikupe jibu katika Biblia. Kufa hivyo hivyo. Hiyo ingine inaitwa msitu ya kujificha. Sio msitu wa kujificha. Mimi nataka nikupe jibu katika Biblia. Unaona mimi sikutaka kutoka hapa. Wewe wakati wote umeniuliza sikutoka hapa. Nilikuwa hapa. Yesu anasema, wewe umesema Yesu ni Baba. Sasa hizo ni kama unatoa log. Nikuuliza swali kwako. Sawa. Katika mstari wa 8, Yesu alikuwa na utukufu ama alikuwa hana? Katika mstari wa 8 ngapi? Hiyo mstari wa Yohana 14:8. 14:8. Yeah. Hakuwa na utukufu, hakuwa. Kwa hivyo anapoongea na Filipo hakuwa na utukufu. Hakuwa na utukufu. Na mstari wa 18, mstari wa 28 alikuwa na utukufu. Alikuwa hana utukufu. Kwa hivyo mstari wa 8 hakuwa na utukufu. Hakuwa na utukufu. Sasa naomba nikwambie pole. Kwa hivyo katika mbona unaniuliza wewe tu, nipe mimi nafasi ya kuuliza Ndacha. Nitakupea utaendelea. Nataka utuelewane hapa tuende. Kwa hivyo katika mstari wa 8 hakuwa na utukufu. Ndiyo. Kwa hivyo hakuwa Baba. Ndiyo. Endelea. Ni hivyo. Haya. Naomba nikuulize swali Ndacha. Hebu naomba unisomee Tito 2:13. Umeingia cha kike. Hamna shida. Naomba unisomee Tito 2:13. Ni sawa na kusomea mimi saa hii. Inasema hivi. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Nimesoma. Kwa hiyo Kristo Yesu akiwa katika utukufu wake anakuwa ni nani kwa mujibu wa hilo andiko? Hili andiko kwanza tafsiri yake iko na makosa, maana iko kinyume kabisa na Kiingereza. Subiri basi Ndacha. Mbona kama unarukaruka? Twende tu taratibu. Kwa mujibu wa hilo andiko nilokupa, usikimbie kwenye lugha. Usiwe kama Waislamu, mara ukimuuliza hivi anakimbilia kwenye Kiarabu, anajificha kwenye Kiarabu. Hapo watu wote wanaotusikiza wanatusikiza kwa Kiswahili. Kwa mujibu wa hilo andiko Ndacha, Yesu Kristo akiwa katika utukufu wake anakuwa ni nani? Bora nikusomea Kiswahili. Sikia na kusomea Kiswahili Ukiwa tunangojea siku ile ya heri tunayoitumainia, wakati utakapotokea utukufu wa Mungu mkuu na mwokozi wetu Yesu Kristo. Ndacha, nimekusomea Kiswahili. Ndacha, unageuza andiko. Sikiliza andiko linavyosema, tukilitizamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo. Utukufu wa nani? Hapo inasema. Mimi naomba na mimi nikuwekea hapa. Unaona hii Biblia niko nayo hapa? Unaona? Hebu nisomee. Nisomee hapa. Unaiona? 13. Hiyo ni Biblia gani kwanza unasoma? Inaitwaje? Inaitwa Habari Njema hii. Habari Njema. Habari Njema ya kupindua maandiko. Habari Njema. Wacha nifungue hiyo. Kati ya Habari Njema na hiyo Biblia ya hizi Biblia nyingine ipi ilianza? Sasa imeanza kwa ni gani ilianza? Unataka gani ianze? Tunataka tuangalie ni Biblia. Hiyo imekuja kama kusummarize. Hiyo imesummarize kwa mujibu ya mtu anavyotaka iwe summarized. Wacha nikwambie sheria ya Biblia ya wote ambao wote tunaitumia. Biblia nikwambie. Mtu ambaye ni msomi ambaye anaitwa
Biblia, a scholar, Bible scholar. Nikwambie vile anafanyaga. Bible scholar anaangalia tafsiri kadhaa ili aweze kujua ukweli uko wapi. Sasa tunatakikana tutumie Biblia tafsiri nyingine ile itakubaliana na hii. Kwa mfano, unaona hii? Hii ni ya lugha kabisa hii. Unaona hii? Sasa kuna kitu ambacho unashindwa kuelewa ndugu yangu Ndacha. Kubaliane, usikimbie. Sikimbii. Na mimi nipe nafasi kidogo, nipe na mimi basi uhuru, hata kama live ni ya kwako Ndacha, usinifanyie hivyo. Mimi nakusikiliza nawe nisikilize. Sawa. Nataka tusome na wewe. Mbona sasa unakuwa hebu na mimi tusome ili hapa andiko hili hapa. Ngoja tusome ili andiko hapa. Je, nikufungulie. Haya, tusome kwa pamoja hapo 13 hii hapo. Inasemaje? Hebu nisomee Ndacha. Tukilitizamia, soma. Inasema hivi, Biblia yenye niko naye hapa inasema tukiwa tunagojea Ndacha. Tusome hii kwanza, tukubaliane hii ambayo mimi nimekupa na uliisoma mwanzoni, uliisoma mwanzo kabisa. Basi inasema hivi katika Union Version. Inasema tukitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu. Asante. Hapo utukufu, yani Yesu Kristo akiwa katika utukufu wake anakuwa ni nani kwa mujibu wa hilo andiko katika Biblia hii? Yesu Kristo akiwa katika utukufu wake anakuwa ni nani kwa mujibu wa andiko hili katika Biblia hii? Nakwambia hili andiko, tafsiri hii ina makosa, hakuna tafsiri yoyote ya Biblia inasema hivi. Kwa hiyo Union Version kama hiyo inaegemea hii tafsiri, rudi shule ukasome. Na watu ambao ni skora wa Biblia wakikusikia watakucheka tu. Tafadhali, hiyo na kuonya mapema. Kama wewe unataka kuwa skora wa Bible, usitegemee tafsiri moja. Ndio nikakwambia kwamba ili andiko hata kwenye Greek haliko hivi. Sasa mimi nikakwambia kuna tafsiri niko nazo hapa kama 5. Hizi tafsiri zote hakuna yenye nakubaliana na hii tafsiri yako yenye unatumia. Ashaenda. Katika lugha ya Kigiriki, sijui nitawawekea wapi. Kuna mtu anasema niwapee hii jina katika Kigiriki. Nitawawekea Kigiriki hapa saa hii. Kavunja. Kuna Biblia Methali 27:22. Uko na swali gani kwanza? Kama uko na maswali kwanza kuja kwa swali, nituambie wewe ni nani, alafu tuende kwa maswali. Network yako kwanza ni mbaya. Wewe ni mwalimu wangu. Kwanza mimi sina swali. Nilikuwa tunataka kuweka sawa. Nilikuwa tunataka kuweka tu sawa bila swali kidogo. Mwalimu ndani. Sijui kama unasikia sasa. Kwanza ni mbaya. Aha, na sasa hivi nimehama mahali kwa nimesimama. Na sasa hivi iko sawa. Sasa iko sawa kabisa, sawa ama bado? Asante. Mimi nilikuwa tunaweka sawa. Nasikia iko sawa. Kwa hata nilikuwa tunataka kumuuliza mwalimu Justin swali lakini akahepa kidogo. Sasa mimi sina maswali kwako, maana mimi naamini kile ambacho wewe unaamini ndio mimi naamini. Mungu mmoja. Mimi naamini katika amen. Amen huyo. Sasa wengine. Na mwingine hapa sasa anataka mbie wakiwa. Haya. Asante mwalimu kwa kunipandisha. Karibu sana. Katika mada yetu uko na swali? Yaani mimi naweza nikawa na swali alafu nikawa kuna mambo fulani nikawa na kupongeza. Haya, karibu. Yaani sina doubt na kile ambacho sina doubt na kile unachokifundisha
Unajua Naam. sometime nadhani wasoma maandiko alafu then huwa hatuyawekei maanani katika ufahamu wetu. Mimi Mwalimu Ndacha nimekufahamu muda mrefu sana, lakini namna navyokuona hauna tofauti na lile andiko linasema hivi, mtu huyu amejua baya, amejua na zuri. Kuna sometime mtu anaweza akaelewa jema akawa anafundisha katika hali ya jema na watu wakaanza kumshangaa kwa nini yuko hivi, lakini kimsingi unachokifundisha kina sense, tunaenda tuna prove. Na kupongeza kwa hilo mwalimu, asante. Barikiwa. Haya, God is vipi? Mwalimu. Naam. Hujambo? Njabo. Habari ya siku nyingi. Nashukuru Mungu. Hata mimi nashukuru Mungu na nafurahia sana kwa kazi ambayo unayoifanya. Amina. Pongezi sana, endelea kuhakikisha kwamba ujumbe unahubiriwa. Amina. Sasa hivi ndio tunataka kuelekea sehemu ya pale mpakani mwa Kenya na Tanzania. Wapi hapo? Panaitwa Silale. Oh, Silale Kuria. Silale pale Kuria. Ndio nataka kupanga vitu niweke kwa gari nianze safari ya kuelekea huko. Haya, bila siku utapangilia utakuwa tayari, itaniitisha kitu kidogo. Asante, Mungu akubariki. Ni leo ndio tunaenda. Mnaenda leo? Leo tu. Hata ni vile sijajipanga saa hii. Nataka nimpandishe mtumishi Onyango hapa. Pandisha yeye. Alafu nimpandishie Justin waendelee. Endeleeni hapo na Onyango, Justin. Kuendelea na hiyo. Ndacha, mimi nilikuwa nina swali moja tu dogo la mwisho. Alafu ukishanijibu hilo mimi nitakubaliana na kila kitu ambacho nakizungumza. Moja tu la mwisho. Kuna mtumishi wako hapo anaitwa Onyango. Sababu tumeongea na wewe na mimi nimupe nafasi muongee na yeye na mimi nijitayarishe, niko na safari naelekea. Endeleeni kuongea kabla nimalize. Kujitayarisha muwe mmemaliza ndio tumalize tuongee baadaye. Asante, karibu. Mwalimu Ndacha, samahani. Dasha. Samahani, usinikimbie ndugu yangu. Nina swali tu moja dogo. Dogo sana. Yaani naomba tu unijibu tu hilo. Kinijibu hilo Ndacha, mimi sina ubishi. Okay. Naomba unisaidie kusoma Isaya 35 mstari wa 3 hadi wa 5. Wa 6. 30 na ngapi? Isaya 35 mstari wa tuanzie wa 4. Inasema hivi. Anzia 3, anzia sisi tuanzie 2. Hebu ngoja kwanza. Inasema twende. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu. Yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Waambieni walio na moyo wa hofu. Jipeni moyo, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi. Ndio. Na malipo ya Mungu atakuja na kuokoa ninyi. Ndio. Ndipo macho ya vipofu yatafubuliwa na masikio ya visiwi yatazibuliwa. Ndio. Ndipo mtu aliye kilema atarukaruka kama kurungu, na ulimi wake aliye bubu utaiba, maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani. Asante. Nilikuwa naomba niulize maswali mawili tu. Katika hili andiko, Mungu anayezungumziwa hapo ni Mungu yupi? Hakuna Mungu wawili kwa Biblia, Mungu ni mmoja tu. Asante. Huyu Mungu ambaye tunaambiwa vilema wataona, vipofu watasikia, ni Mungu yupi ambaye alishawahi kuja kwa hasira zake akawatoa watu hawa katika haya matatizo yote ambayo unayoona hapo? Wakorintho wa pili 5:19. Wakorintho wa pili 5:19. Haya, naisoma. Yaani Mungu alikuwa ndani asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yenu neno la upatanisho.
ulikuwa umepotea, rudia tena. Narejea. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Basi ni huyo tu. Angalia mbele. Huyo Mungu ambaye alikuwa ndani ya Yesu ni hiyo alikuja akiwa ndani ya Yesu na vipofu vikaona, viwete vikatembea. Samahani Ndacha, sijui andiko umelisikia kakaangu. Mungu wenu atakuja na kisasi, atakuja. Haijasema atakuwa ndani ya, imesema atakuja na kisasi. Basi mimi nishakujibu, nimekuambia kuna Mungu wawili. Basi tuishie hapo, nimekuelewa. Karibu Gospel Common Channel.